الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد darasa yetu ya jioni leo inshallah tutazungumzia kauli za marehemu Sheikh Sha'rawi ambazo kwa wengine tunakuwa tunaziripiti leo kwa kujikumbusha, lakini Sheikh Sha'rawi rahmatullah alayhi, Mwenyezi Mungu amrehemu, ametuachia ilmu nyingi sana na maneno hikma kwa wingi sana. Kwa hiyo tutazipitia baadhi ya kauli zake na hikma zake. Anasema Sheikh Sha'rawi katika maneno yake ya kuzingatia kila mtu, haya maneno mazito sana jamani. Huyu bwana katika maulama wakubwa wafasiri wa Qur'ani ameshafariki, lakini ametuachia maelekezo na ilmu kubwa kama kwamba yuko hai mbele yetu. Anasema katika kauli moja hii, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala hina yahjubu anka ma tasha inma liyadkhirahu laka kama yasha'u fil akhirah. مع أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا، وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده. نمانا من النهاية اعلم أن الله سبحانه وتعالى وجوه wewe ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hina yahjibu anka ma tashau, wakati anapokuzuia jambo asikupe kile unachokiomba, kitu ambacho unachokitaka wewe usikipate, joko umemwomba, inama liyadakhirahu laka, kakuwekea ili akupe vile kama yashau apendavyo wewe, si kama upendavyo wewe. Na kitu unachokipenda wewe na anachokipenda Mwenyezi Mungu, bila shaka hata Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kwa rehema zake na fadhila zake, ili akupe kama anavyotaka yeye fil akhirah. Lakini akhirah wewe unataka duniani utatumia kile unachokitaka kitakwisha, lakini akikuwekea akhirah utakitumia kile kwa daima. Sasa bora hivi akupe yeye apendavyo wewe, si upendavyo wewe. Kwa hivyo anapokunyima jambo, nimemwomba Mwenyezi Mungu lakini sijapata, la, furahi. Mwenyezi Mungu hamnyimi mtu kitu. Kama ikhlas ipo katika kuomba, na kwamba kitu kimoja muhimu sana wakati wote, jitahidi uwe unakula cha halali, kama alivyoambiwa Saad ibn Abi Waqqas na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia ukitaka uwe mwenye kujibiwa dua yako, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa. Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa, yani chakula chako unachokila kiwe tayyib, kizuri, yani cha halali, alafu utakuwa mwenye kujibiwa dua. Bila shaka chakula cha halali na dua kwa ikhlasi, kwa nia safi, unapomwomba Mwenyezi Mungu ujue anakupa tu. Hajakupa leo atakupa kesho, hajakupa duniani atakupa akhera. Ujue kwamba atachokupa yeye kinyume na kile unachokiomba wewe. Unaomba kitu fulani anakupa kizuri zaidi, unaomba duniani anakupa akhera. Kwa hivyo hina yahjibu anka ma tasha inma liyadakhirahu laka kama yasha fil akhirah, anapokunyima sasa kwa ajili ya kuwekee mpaka anavyotaka yeye, na ni bora zaidi fil akhirah. Maa anna alkathirin yadhunnuna hadha hirmanan, wengi wanaona kwamba ndio nimenyimwa tena, nimeomba sijapata. Wa hasha lillahi ta'ala an yuharrim abda, hala haielekei kabisa, haiwezekani kwamba Mwenyezi Mungu amnyime mja wake. Hii kauli moja. Kauli nyingine anasema rahmatullah alayhi Sheikh Sha'rawi anaposema wala sawfa yutika rabbuka fatardha, aya hii na inshallah Mola wako ataendelea kukupa mpaka uridhike.
Ikawa maneno haya kaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tutakupa mpaka uridhike, lakini pia anaambiwa kila mtu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mtoaji, mpaji wa kila mtu. Ukiomba na wakati mwingine hata usiombe. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, anakupeni katika kila kitu ambacho nyinyi mlimuomba. Pia wakasoma qira hiyo, wa atakum min kullin ma sa'altumuhu, amekupeni kila kitu wala hamjaomba, akupeni tu. Kwa hivyo wala sawfa yutika rabbuka fatarda, anasema ma fataka lam yukhlaq laka, kilichokupita usikipate. Kilichokupita umeomba hujapewa, basi ujue kwamba wewe hakijaumbiwa hicho upate wewe. Lam yukhlaq laka, hakijawa kwa ajili yako. Kile kilichokupita nusu upate kitu, lakini nimekikosa dakika ya mwisho, nimekosa, ndio hajakusudiwa upate wewe, hajaumbwa kwa ajili yako. Wama khuliqa laka, na kile kilichoumbwa ambacho kije kwako, basi lan yafutuk, hakikupita. Hata ukikaa nyumbani, hata ukisafiri, utawekewa, ukirudi hapa mzigo wako, au sivyo? Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotoa, anavyopenda yeye, muhimu zaidi kuliko anavyopenda wewe, kwa sababu sisi hatujui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nyinyi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua, lakini hamjui. Kwa hivyo faqat qul ya rab, sema ewe Mola. Yani daima useme yale ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Omba kila mara, muombe kwa dua, kwa dhikri, kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya ibada, kwa kumshukuru. Njia zote za shukrani hizi ni kuomba kwenyewe. Basi sema ya Rabbi. Maana hii ya Rabbi ina maana kubwa sana. Sema ya Rabbi, yani muabudu Mola wako na umtii na utekeleze ya kile alichokuambia na ujiepushe kile alichokataza. Hii ndio maana. Kwa hivyo ma fataka lam yukhlaq laka, kilichokukosa, kilichokupita ukakikosa, hakijaumbwa kwa ajili yako wewe. Inaweza kuwa kama ilikuja ishara kwamba utapewa wewe, lakini kumbe hujapewa mwishowe, ina maana hujakusudiwa wewe. Wama khuliqa laka la yafutu, kilichoumbwa kwa ajili yako wewe, ukiwa riziki yako hakikupiti kabisa, lazima kitakuja tu. Fakat basi wewe jitahidi useme nini? Qul ya rab, sema ya rab. Naam. Alafu kauli nyingine katika kauli za Sheikh Sha'rawi rahmatullah alayhi, anasema rahmatullah alayhi, Mwenyezi Mungu amrehemu Muhammad Sha'rawi, anasema hivi: idha ra'aita alaqatan najiha baina ithnayn i'lam anna Allah thalithuhuma. inna Allah thalithuhum. idha ra'aita alaqatan najiha baina ithnayn i'lam anna Allah thalithuhum. Wakati wote utapoona mafahamiano na masikilizano na mawasiliano mazuri baina wawili, baina mtu na mwenziwe, basi ujue Allah watatu wao. Allah watatu wao. Kinyume chake, ukiona ugomvi upo watu baina watu wawili, shetani na watatu wao. Au sio? Ukikaa na mwanamke peke yako, wewe na mwanamke peke yenu, shetani thalithuhuma. Pala pa shetani anapokuwepo, basi ujue hakuna jambo la kheri, shari. Na panapokuwa kheri, Mwenyezi Mungu ni watatu wao. Maana yake Mwenyezi Mungu watatu wao, maana yake Mwenyezi Mungu anazidisha mapenzi na mahusiano yazidi kwa mazuri, anamiminia baraka zake na mapenzi yake na radhi zake, anaongoza katika kila la kheri. Mambo yote ya kheri yanaendelea. Utaona watu wawili wamekaa vizuri, ikiwa mtu na mkewe, ikiwa baba na mtoto, ikiwa marafiki tu, ikiwa watu majirani, popote itakapokuwa, madhara watu wanasikilizana vizuri, miaka nenda miaka rudi, basi ujue kuna Mwenyezi Mungu anatia baraka katika mapenzi yale. Na yote kwa sababu kila mmoja katika wawili nia yake safi, nia yake na ikhlas, usafi wa nia jua mwenziwe. Na kama huko usafi wa nia kama hivyo, na kuna moja kubwa sana, ili muhimu sana, kwamba kila mtu anapomfikiria yule mwenziwe akanamwombea dua tu, mwenyewe anajua yule mtu shida yake nini. Peke yake anakaa nyumbani popote, kumkumbuka fulani ana shida kitu fulani, ya Rabb, ewe Mola, nakuomba mtekelezee fulani jambo lake analotaka, nakuomba umpe
umponeshe haraka na ugonjwa. Ya Rab, mjalie hivi na hivi na hivi mambo mazuri. Na dua kama hizi dua aina hizi ambazo zenye kuombwa na mtu basi na yule mwenye kuombewa kujua, basi na kujua, dua hizi haziendi bure kabisa kabisa, zinakwenda na thawabu zake. Kwa nini? Kwa sababu moja, kwamba wewe ukimkumbuka mtu yule shetani mkubwa Mwenyezi Mungu amlani au kwa sababu kakufanyia uovu mkubwa, kila ukimwona kila ukimkumbuka unamlani, au sio? Kadhalika yule alikuwa mwema kwako, kila ukimwona au kila ukimkumbuka unamwombea la kheri. Kwa nini? Kwa sababu ya wema wake na uzuri wake. Na unachokiomba hakitoki kwa ria, ila ukienda bwana mimi bado nimekaa nusu saa nzima alikuwa anakuombea wewe tu dua, unakwenda kumwambia nini? Uko umekusudia hasa baina yako wewe na Mola wako, yeye asijue wala usimwambie wala kaiwe asijue machake, kwa sababu unachokiomba umeomba kwa ikhlas, bila shaka utakwenda kumwambia. Na ikiwa kwa ikhlas, dua kama ile inapendwa siku zote. Malaika anakuja karibu yako anakuambia walaka bimithli, na wewe utapata mfano huo, walaka bimithli. Yani wewe umekaa tu, mwenzangu najua mgonjwa, ya Rab muondoshie ugonjwa wake fulani, simshaomba sababu zake utazopata wewe kwa kutoa kauli ile. Ujue dua hizo zinakwenda bila kupingwa. Kwanza dua hizo zinakwenda bila kupingwa. Ya pili, kwamba wewe kama ulivyomwombea ikiwa sababu yake sababu hizo uzito tuseme kwa kilo 10 au 20 au 100, basi wewe Mwenyezi Mungu atakupa thawabu ya vitu vingine zenye uzito ule ule. Wewe mzima alhamdulillah, lakini mwenzako mgonjwa kitu fulani, ya Rabb mjalie apone fulani, au sio? Wewe huitaki dua kama ile, wewe unataka jambo jingine, una shida nalo. Mwenyezi Mungu anakupa katika ile uko na haja na wewe kwa uzito ule ule wa maombi yako juu ya mtu ule uliomwombea. Sawa? Kwa hivyo anakuja malaika na kukwambia juu yako walaka bimithl, na wewe upate kama hizo thawabu zake. Sawa? Kwa hivyo dua hii anavyosema maneno haya, idha ra'aita alaqatan najihatan baina ithnaini, unapoona mahusiano baina watu wawili yamefuzu, yanaendelea uzuri, i'lam anna Allah thalithuhum, ujue kwamba Allah ni watatu wao. Biqasdi kwamba Allah anawabariki, yuko karibu nao na anaona na ana nini, anatilia nguvu zaidi mapenzi yale na alaka ile, mahusiano yale yapate kuendelea vizuri na mapenzi yazidi baina hao wawili. Na haya maneno mazito sana, mashaallah, Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Sharawi. Na jambo la tatu nataka kusema kwamba binadamu anashughulishwa na mambo ambayo yanampotezea ibada zake wakati mwingine kwa kutafakari. Utakuta binadamu mwingine mambo ya kidunia yamewashughulisha sana mpaka ibada zao zinapungua, hawatekelezi fardhi zao ziko za lazima. Nasema Sheikh Sharawi Allah yarhamu, ajibtu li thalath rajulun yajri wara al-mal wal malu tarikuhu, ورجل يخاف على الرزق والله رازقه، ورجل يبني القصور والقبر مسكنه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا وارزقنا حسن خاتمة والفوز بالجنة. أنا سمع شيخ شعراوي رجل يجري وراء المال. عجبت لثلاثة، ونجابوا أين هذه تاتوا ذواته. رجل يجري وراء المال والمال تاركه، mtu anakwenda mbio nyuma ya mali tu, yumo katika kukusanya tu. Alhakum at-takathur, imekushughulisheni kukusanya hata zurtumul maqabila, mpaka mkafa. Rajulun yajri wara al-mal, kila anachokipata akijamtosha bado anataka zaidi, time zake zote anapoteza kwenye nini? Kwenye kutafuta mali, na huko anapoteza mambo ya lazima ya ibada zake yale yalikuwa wajibu anapuuza. Rajulun yajri wara al-mal, anakwenda nyuma tukufuatia mali, wal malu tariku, na hali mali itamwacha, ataondoka duniani, ataiacha mali duniani hapa iende katumiwa kwa njia haramu baadaye pengine. Al malu tarikuhu,
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Hadithi kama hii, jitahidi kwa kufanya kwa ajili ya dunia yako kama kwamba unaishi milele. Wakati huo upande wa pili anakuambia nafanya kazi kwa ajili ya akhera yako kama unakufa kesho. Yani hujambo kwamba ndio kwa hivyo ufanya kama kwamba unaishi milele, kwamba upoteze time yako yote kwa ajili la. Hapo anakuambia nini? Ikiwa dunia ina muda fulani, miaka 60, 50, 70, na wewe umeipa wakati wako wote katika kutafuta mali na dunia, na alafu ufanyie kazi akhira yako kama kwamba utakufa kesho. Hebu niambie, kama utakufa kesho, amali gani utafanya za kukutosha ili mizani yako ipindukie 50 katika 100 uende peponi? Kesho unaondoka duniani, amali ngapi unataka kufanya ukilinganisha na dunia yako kama utaishi milele? Tabu akhira sio unataka kuishi milele pia, na wewe umebakiwa kama kesho unakufa. Kama mtu akiambiwa kesho ndo safari yako unaondoka, utalala siku hiyo? Utafanya ibada tu, au sio? Kwa hivyo ibada inayotakikana dunia hujambo ufanye kama kwamba utaishi milele. Haina maana hivyo kwamba ndio ufanye kazi time zako zote, la, ufanye kwa kiasi ya muda utakaoishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mmefadhilisha na kutanguliza maisha ya kidunia na hali ya akhera bora zaidi na yenye kubaki zaidi, yenye muda mrefu zaidi. Kwa hivyo warajulun yakhafu ala rizq, ana wasiwasi, sijui nitafukuzwa kazi, sijui hivi, sijui. Binadamu dhaifu wakati mwingine anakuwa sijui hivi, nitakosa ile riziki, nitafanya nini? Anakuwa na wasiwasi, kama hata ile imani inapungua katika moyo wake. Mwenyezi Mungu huyu bwana anasema warajulun yakhafu ala rizqi, mtu anaogopea riziki yake, wallahu raziqu, na hali Allah ndo mwenye kumruzuku. Tabiko Mwenyezi Mungu ndio mwenye kumruzuku. Na Mwenyezi Mungu amesema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna yote katika mwenye roho chenye kwenda katika ardhi hii, yani ikiwa mnyama, ikiwa binadamu, ikiwa ndege, ikiwa nani, hakuna dabba katika ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu ametakafal, amechukua jukumu la kumpa riziki yake. Madha kamleta duniani, basi lazima atampa riziki yake. Kwa hivyo mtu kashughulika na mali, na hali mali ile Allah ndio mwenye kumruzuku, ameshughulika na kutafuta riziki. Warajulun yabni alqusura, na mtu anajenga makasri makubwa makubwa, walqabru maskanuhu, na hali maskani yake atakayokwenda kukaa muda mrefu ni kaburi. Taib, muda atakayokaa kwenye kaburi na muda atakayokaa katika kasri upi muda mrefu? Ikiwa kaburi, basi tengeneze kaburi yako, ijenge vizuri, utie matiles, utie kila kitu. Vipi unaijenga kaburi yako? Kwa amali salih duniani, hasio kila amali salih unajenga pepo, na pepo yako inaanza kaburini. Wewe kila unachofanya kwa ajili ya peponi, pepo yako inaanza kaburini. Kaburi inaweza kuwa rawdhatun min riyadhil janna au hufratun min hufari niran. Kaburi lako inaweza kuwa nini? Hufratun min hufari niran, shimo katika mashimo ya motoni, kaburi ile. Au rawdhatun min riyadhil janna, au pepo, bustani katika mabustani ya peponi. Kwa hivyo jenga pepo yako, ijenge kasri yako ya peponi kwa amali njema duniani, kwa ibada, kwa taa, mtii Mwenyezi Mungu kwa kufanya wema, i'mal saliha, fanyeni amal salih, na hapo utakuwa nini? Umejenga kaburi lako na umejenga pepo yako. Na kaburi ni sehemu ya pepo au sehemu ya moto. Basi kwa hivyo fanya amali zako, kama yule mtu aliyeuliza, kumuuliza Hassan Basri, anaambia kwa nini sisi tunachukia, tukikumbuka neno la kufa tunachukia, tunaogopa, hofu kubwa tunayo. Akasema mmechukia kwa sababu mmejenga dunia yenu na mkabomoa akhira yenu. Mmejenga dunia yenu na mkabomoa akhira yenu. Kwa hivyo mnaogopa sasa kuhama kutoka nyumba mlizojenga za duniani katika maisha yenu kwenda katika nyumba mlizozibomoa akhira. Kwa hivyo ndio kwa maana mnakuwa na hofu kubwa. Wapi kina Bilal ibn Rabah
katika kuumwa taabani, na huku anasema, anamwambia mkewe, anasema ghadan alqa al-ahibba, ghadan alqa al-ahibba Muhammadan wa sahbah, ghadan alqa al-ahibba Muhammadan wa sahbah, kesho nakutana na wapenzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake. Haya ndio maneno alikuwa akisema Bilal. Kwa hivyo rajulun yabni al-qusur, anajenga makasri duniani, anajenga dunia yake kuliko kupindukia mipaka, na ilhali anajua kwamba al-qabru maskanuhu, maskani yake pale pa kwenda kukaa hasa kwa muda mrefu si kasri anayojenga, bali ni kaburi anayojenga. Alafu akaomba dua hii Sheikh Sharawi, Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina, usijalie dunia kwa ndo jambo lenye kutushughulisha sana, kubwa kuliko kila kitu. Warzuqna husna al-khatimata wal fawza bil janna, na utupe mwisho mwema na kufuzu kuipata pepo. Naam. Alafu anatuambia tena Sheikh Sharawi rahmatullah alayh katika kauli mstari miwili, anasema hivi: udhkurullah fi rahatika yadhkuruka fi hajatika, udhkurullah fi rahatik liyadhkuraka fi hajatika. Udhkurullah fi rahatik, wakati wewe uko katika raha, katika uzima, katika furaha, katika wakati wa nguvu, wakati wa kila starehe za dunia unaweza kufanya, lakini kupinduki mipaka katika starehe zako, bali kwa mipaka ile ya halali, na huku unatekeleza wajibu wako katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu na utekelezaji wa ibada zako. Katika nini? Katika uzima wako. Unaweza kusimama muda mrefu kusoma qiyamul layl, unaweza muda kusoma Qur'ani, unaweza kufanya khairi na katika taa na kujepusha na maasi, ile unapohaya ndio kumtaja Mwenyezi Mungu katika rahatika, katika raha yako, katika uzima wako, katika nguvu zako. Liyadhkuraka, ili yeye akutaje, akusaidie fi hajatika, wakati wote uko na haja. Wakati wewe mgonjwa, mzima, uweze kutekeleza alikuwa kutekeleza ujanani wa nguvu, na pia haja kubwa zaidi wakati utapomkabili Mola wako, pale atakukumbuka ulifanya hivi na hivi na hivi akheri, na leo nakutia peponi. Kwa hiyo hii katika mambo ambayo nini ya mtu kuzingatia. Watu wengi wanapokuwa ujanani, starehe na mapesa yanaingia tu, wanasahau ibada, wanasahau kusali, wanaingia katika maasi chungu zima ya ulevi na mengineyo, mpaka huku katika raha yake anakuja kwa mzee, hawezi tena kufanya ibada vya kutosha. Sasa ninatubu, na pengine toba yenyewe inakuwa haina nguvu, haina, sio iman khalis, na kwa mtu anapoteza dunia akhira yake yote kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya upotofu alikuwa akiishi ndani yake. Naam, tamalizia inshallah darasa hii. Anasema Sheikh Sharawi rahmatullah alayh, al-khawfu min Allah shaja'a wa ibadatuhu hurriya والذل له كرامة ومعرفته يقين. Sheikh Sharawi anasema الخوف من الله شجاعة وعبادته حرية والذل له كرامة ومعرفته يقين. maneno haya, ile alaka baina yako na Mola wako, ile mahusiano baina yako na Mola wako aliyekuumba. Kama huna hofu ya kumogopa ukafanya unavyotaka duniani, basi wewe ni mwoga na mpumbavu wa kutupwa, kwa sababu ushujaa ule unaambatana na hofu ya kumogopa Allah ndio shujaa. Mtu yule hafanyi jambo la maasi, anajiepusha. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa kesho tusimama mbele ya Allah. Hakuna kiumbe chochote aliyokuwa na ushujaa mbele ya Allah kabisa. Yeye kaumba na wote wadhalilifu mbele yake. Kwa hivyo kuwa mdhalilifu mbele ya Mola wako, ule ndio shujaa wenyewe.
nafikiri imefahamika. Kuwa mdhalilifu na kumwogopa Allah. Ittaqullah, anataka hivyo Allah. Ikhsha Allah, mwogope. Kwa hivyo al-khashya, kuogopa kwamba kila mara Mwenyezi Mungu anakuona, hebu nisifanye hili, nifanye hili la khairi. Kwa hivyo al-khawf min Allah shajaa. Mtu anataka ushujaa kweli, basi amwogope Allah, anakuwa shujaa. Na unapoogopa Allah, humwogope yote binadamu mwenzio. Hata yeye kuambia wacha hili la khairi, fanya la maasi, naambia la, siwezi kumghadhibisha Mola wangu kwa ajili yako. Hata ukinifanya nini sifanyi. Utakufuza kazi, sikupi riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Sasa tafanya hivi na hivi, na kwa sababu kumwogopa Mwenyezi Mungu ndio kumwabudu kwenyewe, na kumwabudu Mwenyezi Mungu haiwezi kuwa umwabudu na yeye akupuuza akutupe. Na yeye mwenyewe akasema la in shakartum la azidannakum, kama mtanishukuru nitakuzidisheni. Katika jumla shukrani al-khawf min Allah, kumwogopa Allah. Kwa hivyo ni shujaa wa ibadatuhu, na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ibada sio ubudia. Ule utumwa wa kumtumikia binadamu mwenzio, kwa wewe ndo mtumwa kwake na yeye ndo bwana wako, ule sio uhuru. Uhuru hasa ni kwamba wewe unajua Allah, kwa hivyo unastahili kumwabudu na kutekeleza maamrisho yake. Kumwabudu na kutekeleza maamrisho yake, ile ndio inaitwa huria, uhuru hasa. Uhuru wa moyo wako, maana moyo unaofunga wakati unapokuwa na maasi Mwenyezi Mungu. Moyo ule unakuwa shetani na control, au sio? Na ikiwa shetani na control, unatiwa doa jeusi. Kila ukifanya ovu, doa jeusi linakuja. Inafika hadi maasi yako na uovu wako unapindukia mipaka, mpaka moyo wote umejaa weusi. Ukijaa weusi, hakuna pahala pa kupenya nasaha ukasikia. Mtu akikunasihi jambo wala haingii, kwa sababu moyo mzima umeshazibika na uchafu uliokuwa ukifanya. Kila ukifanya doa jeusi, kila ukifanya maovu, doa jeusi linakaa. Ukiomba maghfira na istighfar na ukarudi kwa Mola wako, linafutika. Kila ukifanya maovu linakaa, ukiomba maghfira na istighfar linafutika. Kama si mtu kufanya ibada na kuomba maghfira kila siku, kila akienda kwenye raha anaendekeza nafsi inampeleka kwenye maovu yanazidi. Mara utamwona mtu kaacha sala, kaacha kufunga, kaacha kila kitu. Halafu mtu yule, hebu niambie, atasikia nasaha kweli? Ndio hapo ndo unaona kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla sivyo, bali rana arran, ule weusi unaojaa katika moyo wa mtu, ikishazidi ikashaziba, ikawa hakuna jambo la khairi linaingia katika moyo ule, hapo rana ala qulubihim. Kwa nini? Kutokana na makano yaksibun, kwa vitendo vyao vya uovu walikuwa wakivifanya. Kwa hivyo anasema wa ibadatu hurriya, kumwabudu Mwenyezi Mungu ndio uhuru wenyewe unao. Lakini kumwabudu shetani ndio shetani kakufunga. Shetani kakufunga, kakubana. Ukitaka kusali, nenda densini, nenda sijui wapi, nenda kalewe kwenye baa, nenda kama kila ukitafanya hufanyi maasi matupu. Wewe ndio una uhuru kweli, au kwa mtumwa wa maasi yako, vitendo vyako, mtumwa wa nafsi yako unaendesha? Inna nafsa la amaratun bisu, nafsi inamwamrisha mtu kufanya maovu. Kwa hivyo unaposema ibadatu hurriya, unapomwabudu Mwenyezi Mungu, ukasali, ukainuka usiku, ukasali, ukasoma Qur'ani, wewe mwenyewe huoni raha? Alhamdulillah, nimeshasoma peji 3-4 hapa, huoni raha? Unaposali ukainuka kwa kusujudia Mwenyezi Mungu, subhanaka ya rabb, subhana rabbiyal ala, rabbi ighfirli warhamni warzuqni, hayote haya huoni raha kweli? Kama yone raha ibada yako, basi bado hujafikia stage ya kwamba nini, ya kujua nini qima, value, thamani ya ibada. Utapojua thamani ya ibada, ukawa kila unachokifanya katika ibada unapata raha moyo. Unapomtaja Mwenyezi Mungu, moyo unashtuka kwa furaha na kwa hofu, mambo mawili pamoja. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, anapotajwa Allah nyoyo zinashtuka, zinapiga. Hiyo ndio ibada. Ibadatu hurriya, kumwabudu Allah ni uhuru. Wadhul lahu, na kujidhalilisha kwa ajili ya Allah. Kujidhalilisha ni taa, kumtii kila anachokitaka. Kujidhalilisha kwake ni kwamba kufanya ibada ukaacha starehe zako zote unaweza kuzifanya, hata zikiwa za halali. Leo bibi, leo nakwenda kusali, naache niinuke nisali siku. Njoo pumzike, umechoka? La, kupumzika kwangu kwenye ibada yangu. Asio
Hili nini? Unajidhalilisha mbele ya Allah. Ile ndio raha yenyewe, ni karama. Mwenyezi Mungu anakukirimu, anakupa cheo, anakutukuza. Karama tu ni kutukuza, utukufu na kupanda cheo na kukirimiwa, ndio maana karama. Wa dhullu lahu karamatan wa ma'rifatuhu, kumjua Allah. Kwa hivyo mshapata yaqeen katika moyo wako. Wa ma'rifatu yaqeen, manillah, nani Allah. Ukimjua hasa Allah, pale utajua namna gani wewe yawe maisha yako mwelekeo gani unaelekea mbele ya Allah. Ile relation, mawasiliano baina yako na Mola wako yatakuwa yaqeen, wa ma'rifatu yaqeen. هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.